Huu ni Mtanange Majimboni na mimi naitwa Korumba Le Babas na hii ni Global TV. Kipindi pekee ambacho kinafanya uchambuzi wa siasa hasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Katika Mtanange Majimboni kwa siku ya leo tunaangazia jimbo la Arusha, jimbo ambalo lina siasa za kipekee linalopatikana kaskazini mwa nchi ya Tanzania. Hili bwana huwa linaitwa ni jimbo kichaa. Tangu tumepata uhuru, huenda likawa ni jimbo ambalo linaongoza kwa wabunge wanaotoka hapa ambao sio wazawa, kwa maana hawatokani na makabila ambayo ni wenyeji wa eneo hili. Sio dhambi, sio kesi. Sheria inasema hivi, ili uwe mbunge, sifa ya kwanza ni kuwa mwenyeji wa eneo ambalo unaishi, lakini pia uwe Mtanzania unayejua kusoma na kuandika. Hivyo, hii sifa iliwapa nafasi watu kadhaa kuwa wabunge wa jimbo la Arusha mjini, akiwemo Makongoro Nyerere mwaka 1995 kupitia chama cha NCCR Mageuzi. Lakini pia historia haijamsahau Felix Mrema ambaye alikuwa ni mbunge wa jimbo hili kupitia chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka 2000-2005 kabla ya God Bless Lema ambaye pia yeye kiasili ni mtu wa Machame Kilimanjaro kama ambavyo ilivyokuwa kwa Felix Mrema. Lakini pia Makongoro Nyerere yeye alikuwa ni mwenyeji wa Butiama huko kiasili. Kama haitoshi, hapa pia tunapozungumza mbunge wa jimbo hili ni Mrisho Mashaka Gambo ambaye yeye ni Msukuma, huku mama yake akiwa pia ni mtu wa Kilimanjaro, ndio maana huwa anamuita Lema ni mjomba wake. Leo hii tunaelekea mwaka 2025. Majina makubwa mawili yanatajwa ambayo pia sio wenyeji wa Arusha. Jina la kwanza likiwa ni Mrisho Mashaka Gambo, jina la pili likiwa ni Makonda. Gambo ni mbunge wa sasa wa jimbo la Arusha, wakati Makonda ni mkuu wa mkoa wa Arusha kwa hivi sasa. Hao wote wawili ni mazao ya UVCCM, yani umoja wa vijana wa chama cha Mapinduzi. Mwaka 2015 tunaweza kusema kwamba ndo historia yao wengi walifahamu, japo siasa zao walianza mwaka 2010 chini ya serikali ya awamu ya 4 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Hawa wawili wote yeye aliwapa ukuu wa wilaya, ambapo Gambo aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya katika wilaya tofauti ikiwemo Uvinza, inaelezwa pia Korogwe. Baadaye hayati Dr. John Pombe Magufuli alienda na Gambo na kumfanya kuwa mkuu wa wilaya Arusha kabla ya kuja kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha mwaka 2016. Lakini pia Makonda aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya katika awamu ya 4 chini ya Mheshimiwa Dr. Mrisho Jakaya Kikwete akiwa rais, alimteua kuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Lakini mwaka 2015 baada ya uchaguzi mkuu, hayati Dr. John Pombe Magufuli alipokuwa rais, alimteua Makonda kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Hawa wote wawili ndoto yao kubwa ilikuwa ni kuja kuwa wabunge kisha wafike kwenye malengo yao ya kisiasa. Na mwaka 2020 hawa wote wawili walitupa karata katika maeneo tofauti, huku Gambo akija Arusha na Makonda akienda Kigamboni. Hawa wote wawili haikuwa rahisi kwao kupenya na kuwa wabunge katika mwaka 2020 kwa kuwa aliyeteua wakati huo pia hakuwa ameridhia kwa wote hawa wawili kwenda kugombea, na huku Gambo akiwa ametenguliwa kutoka nafasi ya ukuu wa mkoa wa Arusha kwa kile kilichoelezwa kwamba hakuwa na mahusiano mazuri na aliyekuwa mkurugenzi wakati huo wa jiji la Arusha, lakini pia na mkuu wa wilaya ya Arusha wakati huo. Huku Makonda ikionyeshwa kwamba alienda bila pia kuwa na ruhusa ya hayati Dr. John Pombe Magufuli, kiwango ambacho watu waliamini kwamba ingekuwa ni ngumu kutoboa. Kilitokea nini katika uchaguzi ule wa mwaka 2020? Katika uchaguzi ule wa mwaka 2020 tukianza kwa Makonda, yeye hakupata nafasi ya kuwa mbunge katika jimbo la Kigamboni. Badala yake aliongoza katika kura za maoni ndani ya chama cha Mapinduzi. Alikuwa ni ndugu Faustin Ndugulile ambaye hivi sasa ni marehemu, na Makonda alishazungumza mwezi uliopita kwamba yeye hatorudi Kigamboni kugombea ubunge. Na ilikuwa ngumu kwa Makonda kushinda Kigamboni, sio kwa sababu alikuwa hana uwezo. Alikuwa ni mshindi wa pili katika kinyang'anyiro kilo cha uchaguzi wa ndani ya chama, lakini pia hakuwa mwenyeji wa Kigamboni. Kwa hiyo alitumia nguvu nyingi. Hata kushika nafasi ya pili ni kama mtu aliyeshinda katika nyakati zile za mwaka 2020. Inaelezwa kuna sababu kadhaa ambazo zilipelekea Makonda awe wa pili nyuma ya Ndugulile. Miongoni mwa sababu inaelezwa kwamba kulikuwa kuna kutokuelewana kati yake na wafanyabiashara wengi ambao walikuwa wanamuona Makonda kama kikwazo
kwa namna ambavyo alikuwa akisimamia mambo akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Hivyo wakaona kama Makonda ataenda kuja kuwa waziri baada ya kuingia bungeni, kwao ingekuwa ngumu kweli kweli. Hivyo wakaungana kumdhibiti. Fedha zilitembea kweli kweli. Kama kuna mjumbe ambaye hakupata kiwanja ama hakujenga nyakati zile, basi hawezi kupata tena fedha za namna ile kupitia siasa. Usake nieleze sana ilikuwaje, fedha za wafanyabiashara zilitembeaje hadi Makonda akakosa nafasi ya kuwa mbunge pale Kigamboni. Tukija kwa Mrisho Mashaka Gambo, yeye pia haikuwa rahisi sana kutoboa mwaka 2020 kuwa mbunge katika jimbo la Arusha. Aliingia katika kinyang'anyiro huku hakuna mtu ambaye alitarajia kumuona Gambo akichukua fomu katika jimbo la Arusha, kwa sababu ilishaelezwa kwamba kuna migogoro ambayo inahusishwa naye. Hivyo watu wakaamini kwamba Arusha hawezi, na akienda huenda asipewe hata hiyo fomu. Lakini mwanaume alikaza moyo, alipiga moyo konde, akachukua fomu. Bahati iliyo njema, jina lake likarudishwa, lakini kurudishwa kwake pia haikuwa jambo jepesi. Kati ya watu 90 na zaidi waliogombea ubunge ndani ya Chama cha Mapinduzi wakiomba nafasi hiyo kupeperusha, Gambo aliongoza kwa kura nyingi sana, lakini haikuwa rahisi yeye kurudishwa kuwa mgombea Arusha. Inaelezwa kwamba katika uchaguzi ule wa ndani mwaka 2020, majina matatu ambayo yalipendekezwa mkoani kwenda kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, jina la kwanza lilikuwa ni la mfanyabiashara Philemon Mollel ambaye alikuwa kwenye kinyang'anyiro hicho ni mshindi wa pili katika kura za maoni. Lakini jina la pili ambalo lilipendekezwa na CCM mkoa wa Arusha kwenda kamati kuu ili lirudi kwa ajili ya kupigiwa kura lilikuwa ni jina la Gaudens Limo ambaye alikuwa ni mshindi wa tatu ambaye alipata nafasi pia kuwahi kuhudumu kama meya wa jiji la Arusha nyuma hapo miaka kadhaa iliyopita. Lakini jina la tatu ambalo pia lilipelekwa katika kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi ili lirejeshwe kwa ajili ya kupigiwa kura lilikuwa ni jina la Albert Msando ambaye yeye alikuwa ni mtu wa 4 katika mchakato ule wa kura za maoni katika jimbo la Arusha katika uchaguzi wa ndani. Gambo aliyekuwa wa kwanza, jina lake lilifyekwa kabisa. Katika ngazi ya mkoa tu hawakutaka kumsikia wala kumuona. Gambo hakukaa kinyonge, akatafuta njia zake, akawafikia watu ambao walikuwa na nguvu na kumshawishi aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wakati huo ambaye alikuwa hataki hata kumsikia, hayati Dr. John Pombe Magufuli, kuridhia jina lake lirejeshwe na kuwa mgombea pekee wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa mwaka 2020, huku fakta kubwa ikielezwa kwamba ndo mtu pekee ndani ya CCM anaweza kusimama na kubato dhidi ya Lema kule Chadema. Kwa jina la Gambo likarudi na wenyewe kwa mbinde. Kwa hiyo hawa wote wawili mwaka 2020 walistruggle sana kupata nafasi za kuwa wabunge. Mwaka 2025 wanarejea katika jimbo la Arusha, mmoja akiwa ni mbunge, mmoja akiwa ni mkuu wa mkoa. Huku mkuu wa mkoa ambaye ni Paul Makonda hajaeleza sehemu yoyote kama anataka nafasi ya ubunge, japo wananchi wameshaanza kupiga kelele na kupaza sauti wa vyama tofauti tofauti na wasiokuwa na vyama wakisema kwamba wanamtaka Makonda awe mbunge wa jimbo la Arusha. Huku kwa Gambo wanaomtaka bado hawaonekani kama wanatoka hadharani hivi kueleza. Na watu wanasema au wanamtaja Makonda kwa sababu gani? Kuna njia ambazo walipita Gambo kuelekea kwenye ubunge, wanaona kama pia Makonda anazipita kuelekea kwenye ubunge, kwa sababu Gambo wakati akiwa ni mkuu wa mkoa alikuwa karibu sana na makundi makubwa mawili, kundi la viongozi wa dini na kundi la wafanyabiashara, bila kusahau kundi la tatu ambalo ni la wadau wa utalii. Makundi yote haya yalikuwepo huambii kitu kwa Gambo, na huku wadau wa utalii ulikuwa kuwauliza kwa nini mnampa support kubwa sana Gambo kuelekea kwenye uchaguzi. Wanakuambia kwamba huyu tunaamini atakaposhinda akiwa mbunge Arusha tutampata waziri wa maliasili na utalii. Hivyo kwenye masuala ya utalii itakuwa ni rahisi sana kupeleka mambo yetu, kwa sababu akiwa mkuu wa mkoa tayari alishaonyesha namna gani ambavyo ana upeo mkubwa wa kutatua changamoto zetu. Huku wafanyabiashara pia wakiweka nguvu kwake, kuamini kwamba akiwa waziri itakuwa aueni kwao kutokana na masuala ya kikodi na kuwekewa mazingira mazuri ya kufanya biashara. Viongozi wa dini kama unavyofahamu, wao siku zote nasema kiongozi anatoka kwa Mungu, kwa sababu Gambo alikuwa ni mwakilishi wa rais hapa, basi walikuwa hawana budi kumsupport. Tunakuja kwa Makonda hivi sasa, naye haya makundi matatu yanaonekana yapo karibu naye sana, na yeye ameenda mbali zaidi. Imefikia hatua anasema kwamba wafanyabiashara wasichangishwe fedha zozote kwa ajili ya kitu chochote kinachohusiana na serikali ama maendeleo. Huku kwa Gambo tunaona alishawahi kuchangishwa fedha kwa ajili ya kununua pikipiki za bodaboda, na zile fedha zilileta shida na vitu kama hivyo. Lakini pia huku yeye anasema kwamba wafanyabiashara wasichangishwe. Kwa hiyo amekuja na hoja tofauti na Gambo ya kukaa karibu na wafanyabiashara na kuchangia maendeleo. Yeye anataka maendeleo ya serikali yachangiwe na serikali yenyewe. Hivyo wafanyabiashara kupitia hili wanamuunga mkono sana Makonda na wako upande naye
sana, na ndio maana kuna baadhi ya vitu wanachangia kwa hiari yao tu kwa sababu ya mahaba ambayo wanayaona kwamba serikali imetupa nafasi ya kuamua situguse kitu gani kuliko kulazimishwa. Leo hii tunazungumza kutokana na hilo, kuna baadhi ya wafanyabiashara wameamua kuisupport serikali kwenye mambo tofauti tofauti, ikiwemo ujenzi wa baadhi ya majengo kwenye hospitali ya rufaa ya Mount Meru, lakini pia wamegusa sehemu na sekta tofauti tofauti wao wenyewe bila kulazimishwa. Kwa hiyo Makonda kwa wafanyabiashara wa Arusha anaeleweka sana, lakini pia tofauti na kueleweka hivyo, ile kukaa nao karibu ni kama anatengeneza mazingira kile ambacho kilitokea Kigamboni kisije kikajirudia tena, kwa sababu ameshaiona nguvu ya wafanyabiashara kwenye siasa. Lakini pia kundi la watalii huambii kitu kwa Makonda kupitia Land Rover Festival imewagusa kwa kiasi kikubwa kwenye masuala ya utalii, lakini pia kwenye swala la nyama choma, zile festival zake wamekuwa wananufaika sana kwenye masuala ya utalii, na bado ana deni kubwa sana la kufanya Balloon Festival ambalo huenda akifeli akiwa kama mkuu wa mkoa anaweza kawapa ahadi ya kuja kuifanya kwa ukubwa akija kuwa mbunge, ambapo matarajio sasa huyu anaweza akaja kuwa waziri wa maliasili na utalii kama atatoboa katika namna hiyo. Lakini viongozi wa dini wamekuwa sehemu na upande wa Makonda. Wale viongozi wa dini wote ambao walikuwepo kwa Gambo sasa hivi wamehamia kwa Makonda. Leo hii Gambo akiwa na jambo lake na Makonda na jambo lake, ukasema viongozi wa dini waende, utashangaa watu wote wamehamia kwa Makonda, kama ambavyo unafahamu kwamba wao wanasema mamlaka zote zinatoka kwa Mungu na Makonda ni mamlaka, wakati Gambo ni kiongozi wa kuchaguliwa. Huenda labda ndio itapelekea wakahamia upande huu. Lakini Gambo anapoenda kukutana na Makonda, kama ikiwa hivyo Makonda ataamua kuingia kwenye uchaguzi katika jimbo la Arusha, kitu gani kitatokea? Kwanza utakuwa ni uchaguzi wenye mvuto na mgumu ndani ya chama, tofauti na ambavyo watu wanafikiria. Kwa sasa kwa Arusha, ukiwatoa Gambo na Makonda, ni ngumu kumpata mtu yoyote ambaye anaonekana kama ana mvuto na ushawishi mkubwa kwenye siasa. Hili linaweza kuwa ni gumu sana kueleweka, hasa kwa wana CCM, kwa sababu wanaamini kwamba mtu yoyote ana haki ya kugombea, mtu yoyote anaweza akawa mwakilishi wa wananchi, sio chama kikupa ridhaa na vitu kama hivyo. Lakini kuna watu wamebarikiwa kuwa na charismatic, wanasema kwamba ana sababu ya ziada au hana vigezo vingi vinavyompelekea mtu amkubali, lakini ana huo muonekano wa uongozi. Sasa ukiwaacha hao wawili ndani ya CCM katika mkoa wa Arusha sasa hivi, labda unaweza ukawatazama watu wawili. Wa kwanza ni Lengai Ole Sabaya, ambaye yeye naye changamoto yake kubwa atakuja kukutana nayo kama ambao Makonda alikutana nayo kule Kigamboni. Huenda mahusiano yake na wafanyabiashara kama hajakaa vizuri ikawa ni ngumu kutoboa. Lakini cha pili, pia Sabaya baba yake ni mwenyekiti wa CCM mkoa wa Arusha, mzee Thomas Sabaya. Huenda akakata jina la mwanae ili asionekane anampendelea. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa hapo. Lakini mtu wa pili ambaye Alibananga, ambaye sasa hivi ni mwenezi wa mkoa wa Dar es Salaam, akiingia hapa huenda na yeye, kwa sababu alishakuwa hapa kama ambavyo Sabaya alikuwa ni mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Arusha, na yeye alishakuwa UVCCM huko Arusha Alibananga, lakini pia alishakuwa diwani katika halmashauri ya jiji la Arusha. Hivyo ana nafasi kubwa sana na yeye pia kutokana na ushawishi wake kuleta mchuano mkubwa hapa. Kuna mtu anafahamika kwa jina la Philemon Molel almaarufu kama Monaban, mfanyabiashara huyu ambaye yeye alishawahi kutupia karata zake mara kadhaa ndani ya Chama cha Mapinduzi, na mnamo mwaka 2010 alishinda katika uchaguzi wa ndani wa maoni ya CCM, akapewa nafasi ya kupeperusha bendera katika uchaguzi ule mkuu wa mwaka 2010 na akashindwa na God Bless Lema kutokea Chadema. Huyu naye ni miongoni mwa watu ambao kidogo wanaonekana bado wana ushawishi, japo kujiingiza kwake kwenye masuala ya kidini na kuwa askofu wa kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki bado linawapa watu sintofahamu. Je, ataendelea na siasa ama la? Lakini mtu mwingine ambaye anaweza akatajwa kwenye kinyang'anyiro cha ubunge katika jimbo la Arusha ni Maximilian Irange, ambaye kwa sasa ni meya wa jiji la Arusha, ambaye watu wengi wanampigia chapuo kutokana na utulivu wake. Ni mwanasiasa ambaye anaonekana huwa hataki purukushani, sio muumini wa siasa za piga ni kupige. Sasa turudi kwa hawa wawili ikiwa watakuja wao, kitu gani kitatokea? Kuna watu wanaamini Gambo hawezi kurudi kutokana na misukosuko ambao anaipata sasa hivi, hiyo ya kuonekana muongo, ameomba radhi na vitu kama hivyo. Lakini hawafahamu kwamba Gambo anaingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2025, moyoni mwake anasema afadhali kipindi hichi kuliko kipindi cha mwaka 2020. 25 kwake ni rais kuliko mwaka 2020, kwa sababu mwaka 2020 kulikopo hakuna mtu yoyote zaidi ya nafsi yake aliamini kwamba atagombea na jina lake litarudi. Katika mwaka 2025 at least kuna mgawanyo, kuna watu ambao wanaona Gambo anaonewa, Gambo amefanya vizuri,
kuna watu wanaamini katika Gambo na kuna vitu ambavyo wamevifanya ambavyo pia wananchi wanaamini katika hivyo yeye anaamini huu uchaguzi kwake ni mwepesi kuliko wakati mwingine. Huku kwa Makonda yeye huenda kama anafikiria jimbo lolote la kugombea kwa Arusha kwake inaweza ikawa ni rahisi kutokana na aina ya siasa za Arusha. Aina ya siasa za Arusha kwa kiasi kikubwa hazina mwenyewe. Ndani ya siku moja unaweza kubadilisha upepo tofauti na kwenye majimbo mengine ambao unakuta watu wana mizizi yao. Sasa nani anaweza akawa na nguvu ndani ya chama? Ndani ya chama bila kumpendelea mtu yoyote, kwa hivi sasa Gambo ana nguvu kubwa sana ambayo Makonda hawezi akaiondoa. Leo hii uchaguzi ukifanyika ndani ya CCM, Gambo anashinda kwa asilimia kubwa zidi ya Makonda. Huku Makonda yeye ata struggle sana kwa sababu hajatengeneza kile ambacho tunaona wengine wanakitengeneza cha kuingia sana kwenye chama. Makonda amekuwa ni mtu anayesimama katika nafasi yake ya ukuu wa mkoa. Amekuwa ni mtu ambaye anafanya operation za kiserikali zaidi kuliko za kichama. Huenda hii ikampa unafuu sana Gambo. Gambo ameshakutana na wajumbe kuanzia akiwa mbunge. Siku ya kwanza amefanya kazi ndani ya chama, kagusa ofisi nyingi kwenye kata tofauti ambazo amechangia mifuko ya simenti, amechangia mabati, amechangia fedha zake kwenye mikopo ya kina mama, lakini pia ametoa majiko na vitu kama hivyo. Hakuna mpiga kura ambaye katika 100% hata pamoja na uwepo wa kanuni mpya ambapo unaweza kukuta Gambo hajamgusa. Kama hajawagusa ni nusu, na nusu wote amewagusa katika namna moja ama nyingine. Na asili ya wajumbe wa CCM, wao hawaangalii tunayempa ushindi anaenda kushindana na nani. Wao wanachoangalia wale wajumbe ni huyu nayempigia kura amegusaje maisha yangu. Kwa hiyo Gambo ana nafasi kubwa sana tofauti na vyama vingine ambavyo wao wanaangalia huyu tunayempa ushindi, je, anaenda kushindana na nani nje ya chama chetu. Hivyo huwa anamchagua mtu kwa kuzingatia hilo. Kwa hiyo hapa kwa Makonda ndani ya chama kwa Gambo anaweza akascore zaidi, tunaweza kumpa 100% kwa hivi sasa, huku Makonda akichukua 0% kwa hivi sasa kwa hali ilivyo. Sasa nje ya chama hapa Makonda tunaweza tukampa 90%, huku Gambo tukimpa 10%. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu moja tu kubwa, kwamba nje ya chama Makonda anakubalika sana kutokana na shughuli alizozifanya ambazo kwa kiasi kikubwa zimewagusa watu wengi. Masuala ya matibabu bure, hizo festival, Land Rover. Lakini pia Arusha huwa anahitaji mbunge mwenye amsha ambaye anaweza akifika watu wakajua mbunge amerudi. Sasa kwa asili Gambo ni mtu cool, yani ni mtu mkimya ambaye anaamini sana katika vitendo kuliko kuongea. Arusha wana ile kujivunia kwamba huyu sasa ndo wa kwetu. Ndio maana hata Lema alikuwa rais na anapoongea na watu wa Arusha anajua anataka nini, kwa sababu anataka mbunge mjanja, kitu ambacho Makonda ameshajua hilo, anawapeleka kule ambapo yeye anaona kwamba anataka. Kwa hiyo nje ya chama kuna 90% za Makonda kushinda bila kutumia nguvu, wakati Gambo kuna 10% ili ashinde kuna hitaji 10% nyingine nyingi za kutumia nguvu, ambazo hata mwaka 2020 huenda zilitumika. Na kuna wakati ambapo yeye Gambo anakuambia kwamba alishinda kihalali, wakati Lema anakuambia kwamba ule uchaguzi haukuwa huru na haki. Nje ya uchaguzi wa chama, Gambo tumempa 10%, sio kwa bahati mbaya. Ni sahihi, mbunge aliyopo madarakani ni rahisi katika miaka 5 kuongeza ushawishi wake kwa wananchi. Lakini kwa Gambo imekuwa ngumu kwa sababu kila alipotoka mbele za watu na kueleza michakato aliyoifanya kuwaletea wananchi wa Arusha maendeleo, walijitokeza baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi kwenye vyombo vya habari na hadharani, lakini pia walijitokeza baadhi ya viongozi wa kiserikali ambao wana mamlaka na kueleza namna michakato ilivyofanikisha maendeleo na bila kumhusisha Gambo. Na ilikuwa ikifanyika tu, leo akisema Gambo, kesho ni kama anajibiwa. Kwa hiyo watu ilikuwa ni ngumu kuongezeka kuwa wafuasi wake zaidi ya wale ambao ni wajumbe au watu ambao wana mlengo wa kumfuatilia katika siasa zake ama mashabiki zake. Hivyo ushawishi wake ukawa unashuka na kupungua siku hadi siku. Lakini katika 10% ambazo Gambo tunampa kwenye uchaguzi wa nje ya chama, kwa maana ya wananchi katika ushawishi kuelekea uchaguzi wa mwaka huu, bado kwa ukubwa wa Chama cha Mapinduzi katika 10% za ushawishi, Gambo anaweza kuwa mbunge wa jimbo la Arusha bila shida yoyote. Kwa sababu kwa mwaka 2020 na mwaka 2025 tunaona katika chaguzi zote hizi Chama cha Mapinduzi kimekuwa ndo chama pekee ambacho kinawahamasisha wanachama wake na wananchi kutoka kumchagua mgombea wao. Kwa hiyo wana CCM wote wanaweza wakatoka kwenda kupiga kura, alafu wanachama wa vyama vingine wakasusa ama
wakajitokeza wachache. Kwa hiyo wana CCM wakiwa wengi ambao watampigia kura mgombea wa CCM ambaye ni Gambo, bado atashinda katika asilimia hizo 10 ambazo tunaziona ndo kama ushawishi wake kwenye jamii. Lakini kwa asilimia hizi 10 za Mrisho Mashaka Gambo ukizipeleka kwenye chama kingine, akawa ni mgombea wa chama kingine cha upinzani, hawezi kutoboa hata asilimia 20 ya kura zote, anaweza asipate. Lakini ukamchukua mgombea kama Makonda ambaye ana asilimia chache ndani ya chama, ukamleta nje, ukampeleka kwenye chama kingine cha upinzani, akagombea dhidi ya mgombea yoyote wa Chama cha Mapinduzi, ana uwezo wa kuleta changamoto. Hata kama atashindwa, atapata zaidi ya kura ambazo tunaweza kukadiria zaidi ya kura asilimia 30 ama 40, ambazo hautotumia nguvu kubwa kama ambavyo kura za Gambo utatumia nguvu kuzipata hizo asilimia 20 ambazo hazina uhakika akiwa kwenye chama cha upinzani. Kwa hiyo ushawishi wake unaweza kuwa mdogo, lakini hauzuii nafasi yake ya kushinda. Kwa hiyo kwa kifupi, asilimia 10 tunazompa Gambo hazimzuii yeye kuwa mbunge wa Arusha mjini endapo jina lake litarejeshwa na kupigiwa kura na wananchi, kutokana na kwamba atakuwa kwenye mwamvuli mkubwa wa Chama cha Mapinduzi ambacho kinajua namna ya kuwashawishi wajumbe wake, wanachama wake na wananchi wakiunge mkono. Wanapoenda kwenye uchaguzi mkuu, wao huwa wanasema ni mafiga matatu: nafasi ya rais, nafasi ya mbunge na nafasi ya diwani. Hivyo mbunge na diwani huwa anabebwa ikiwa tu rais ana mvuto kuelekea katika uchaguzi huo. Kitu gani ambacho Makonda anaweza kukifanya ili apate nafasi ya kushinda kwa wajumbe? Ni kuchanga karata zake na kuona, je, ana sababu ya kuwafuata wajumbe kabla ya mchakato huo? Kwa sababu hadi hivi sasa hajaonyesha kama na interest ya kufanya hivyo. Kwa tunahitimisha kwa kusema kwamba ndani ya chama Gambo ana nguvu ambayo hakuna mwana CCM yoyote wa kuweza kuiumbisha nguvu hiyo kwa hivi sasa. Labda zitumike jitihada zingine ambazo zitafanywa labda na Makonda ama na mtu mwingine za kubadilisha huu upepo alionao Gambo kwa wajumbe. Leo hii japo Gambo anaonekana anabezwa nje ya chama na kuonekana muongo na kuomba msamaha, lakini kwa wajumbe na wana CCM wengi wanamuona Gambo kama ni shujaa. Hawataki kuelewa chochote kwa sababu ya maisha ambayo amekuwa akiishi nayo, na pamoja na yale ambayo huwa anayaeleza ameyafanya akiwa kama mbunge, yanampa nafasi ya kuaminika sana kwa wajumbe kuliko kwa wananchi, kwa sababu wananchi wa Arusha wao wanachoamini ni kwamba maendeleo yanaletwa na serikali kutokana na mipango ambayo huwa imejiwekea. Na hilo walilidhihirisha wakati Lema akiwa mbunge hapa kwa muda wa miaka 10, 2005 hadi 2015, ambapo akitokea Chadema lakini Arusha ilipata maendeleo makubwa sana. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba maendeleo yanaletwa na serikali na sio mbunge. Kwa hiyo wao hawaamini kwamba Gambo akiondoka maendeleo yatakuja, au akiwepo maendeleo ndo yapo, au Makonda akija maendeleo yatakuja, au asipokuja Makonda maendeleo hayatakuja. Kwa wananchi wa kawaida, wao wanaamini kwamba maendeleo yanaletwa na serikali kutokana na mipango iliyojiwekea, na hiyo ndio siasa ya majimbo yote yaliyopo mjini. Kwa hiyo hayamtegemei Gambo wala hayamtegemei Makonda. Watu ambao watakuwa serious zaidi kwenye kuamua nani awe mbunge kwa maslahi yao kwa Arusha ni wadau wa utalii pamoja na wafanyabiashara ambao labda waliwekeza miaka 5 kwa Mrisho Mashaka Gambo, wakiamini kwamba baada ya kuingia bungeni huenda angeteuliwa kuja kuwa waziri, na hasa Wizara ya Maliasili na Utalii alikuwa akipewa chapuo kabla hajaingia bungeni. Labda wao wataona kwamba ni nani wa kumpa nafasi hiyo ili awe na maslahi nao atakapokuwa mbunge na aende kuteuliwa kuwa waziri, kama wameona kwamba kwa Gambo ile dhamana waliompa kama imeferi hivi. Hivyo inampa nafasi nzuri zaidi Makonda ya kupewa tumaini hilo kutokana na yale ambayo ameyafanya tayari kwenye masuala ya utalii, ikiwemo hizo festival zake na namna ambavyo huwa anauzungumzia utalii kwa ujumla. Ili kumshinda Gambo ndani ya CCM, njia ni moja tu, jina lake likatwe na kamati kuu. Kama ni majina matatu yanarudishwa kwa utaratibu uliopo hivi sasa, yanarudishwa apigiwe kura, eka mtu yeyote kwa hivi sasa katika jimbo la Arusha, mtu wa kwanza kuchaguliwa atakuwa ni Gambo, na wajumbe wangepewa nafasi ya kupiga kura mara mbili, mtu wa pili kuchaguliwa angekuwa ni Gambo, na wajumbe ungewapa nafasi ya kupiga kura kwa mara ya tatu, mtu wa tatu kuchaguliwa angekuwa ni Gambo. Na hii ni kwa nini? Ni kwa sababu chama akijatoa nafasi ya watu wengine kujiimarisha kisiasa, hata kama kimetoa nafasi hiyo, basi haijatumiwa vizuri ya watu wengine kujiimarisha kisiasa kwenye jimbo la Arusha, tofauti na Makonda ambaye yeye kujiimarisha kwake ndani ya jimbo la Arusha
kunatokana na kazi zake alizozifanya ambazo zimegusa maisha ya watu, ikiwemo kwenye masuala ya matibabu, hizo Land Rover Festival, hayo matamasha ambayo yamegusa uchumi wa mtu mmoja mmoja ambayo watu wanayaona. Kwa hiyo ukimtoa Gambo, mtu pekee ambaye anaweza akafuatia na kuwa na mvuto kwa wajumbe ni Makonda, kutokana na kwamba alikuwa ni katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Hiyo inampa credit kubwa sana kwa wajumbe. Akifika hatozungumza mambo mengi sana. Hao wajumbe wote wanafahamu kwamba huyu ni bosi wao mstaafu. Lakini pia ikitumika lugha kwamba haya ni maelekezo kutoka juu, hao wajumbe ni watiifu sana wa kauli hiyo, huenda ikawa rahisi sana kwa Makonda pia kushinda. Kwa leo tumechambua tu kidogo aina ya siasa za Arusha zilivyo. Kwa wale ambao wako Arusha watazame kwa namna hiyo. Huu mtanange utakapoenda ndani ya chama, Gambo ana nguvu. Nje ya chama hadi hivi sasa Makonda ana nguvu. Je, chama kitatumia busara gani? Nani wa kumrudisha hapa, ukiwaacha wengine ambao tutakuja kuwachambua kwa siku nyingine? Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba Babas. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu, na huu ni mwanzo tu wa kujadili ile mitanange ya majimboni katika majimbo tofauti tofauti. Tumeanza na Arusha. Je, wakati mwingine tutaenda na jimbo gani? Sasa leo hii tuko katika jimbo la Kongwa. Jimbo hili liko katika mkoa wa Dodoma katika wilaya ya Kongwa, jimbo ambalo lilianzishwa mwaka 1996. Mtanange ambao utawahusisha huenda Jobu Ndugai pamoja na Engineer Harris Saidi. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.